warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko katika eneo la Nyadhona, kiangalia mazingira namna yalivyo ni mashambani, na Waislamu mkikumbuka hii msikiti Waislamu ndio mlisimamia tukaweza kujenga pamoja, yani katika Salim Dawa tuliweza kutangaza na Waislamu wakatoa hela zao tukajenga msikiti, na leo mashallah watu wameongezeka sana, watu wa kusilimu katika hii sehemu. Na ukiangalia inaitwa Masjid Bilal, unaona Nyadhona, angalia Masjid Bilal Nyadhona. Sijui kameramani wangu anachukua vizuri. Na hii ukuta pia kuna ndugu yetu alikuwa ametutumia pesa kidogo na tukaweza kuongezea, kwa sababu pia ilikuwa ikiendelea kujengwa kama mnakumbuka ile kipindi, lakini ndio hivyo ilikuwa makwama, lakini inshallah Allah akijalia kutakuja kupatikana nusura. Tuko hapa Nyadhona, sehemu ya hii msikiti nakumbuka vizuri. Ukikapcha vizuri Waislamu wanaikumbuka waliweza kujenga huu msikiti, mashallah. Allah barik wote ambao walijitolea. Na leo hapa kuna riziki, tumekuja kwa ajili ya kugawa riziki ambayo tulikuwa tunachangia, riziki ambayo ni iftari ya hii area, ndio waweze kupata iftari inshallah. Msikiti ukiangalia ndio huu kitu Nyadhona, mashallah. Wale wanaokumbuka vizuri tuliujenga huu katika Salim Dawa pole pole na ikawezekana, mashallah. Alhamdulillah, watu wanaendelea kusali na kuweza kufanya ibada zao hapa. So hapa sasa ni riziki tunaleta ambayo ni iftari ya watu wa hii area inshallah. Tujaweza kupata kiwango kile tulikuwa tunatarajia, lakini alhamdulillah kwa hii ambao tumepata, na wale Waislamu ambao wanaendelea kutoa, Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama. So hizi ziko sawa, nikuteremsha tu peke hapa hivi uje kuzipanga pande hii tuone itakuwa namna gani. Ija tu weke hapa tuone itakuwa namna gani sehemu hii, mashallah. Fanya mambo kabisa tuone iko namna gani. Lengo halijafika bado, so Waislamu pia bado tunatarajia muweze kufanya nusura ndio tuweze kufika katika lengo. Ona lengo bado haijafika, ile lengo ambao tulikuwa tumetarget watu 200 bado. Sasa hata imebidi tupunguze kwa sababu ya hali namna ilivyo. Ona hali haijakuwa mzuri venye tulikuwa tunatarajia. Kwa tunatarajia tutaweza kulisha watu 200, lakini haikuwezekana. Ona so kwa sababu haikuwezekana ndio sababu tuko namna hivyo inshallah. Yote hata ni kidogo hizo bado, hali ndio hivyo, lakini tunashukuru alhamdulillah. Alhamdulillah chakula inatakana kwa wingi, lakini Waislamu ni wengi wanasaulika katika hizi sehemu ya mashamba. Chakula nyingi inapelekwa mjini, lakini sehemu hizi watu wanasaulika, na watu wote hapa ni watu wa kusilimu. Unaona so na msikiti hii tulijenga hivi na alhamdulillah ikawezekana na ikasimama, lakini inahitajika chakula mno. Saa hii kama hii nini moja tutagawanya zaidi ya watu 3. Hebu niambie. Yani zaidi ya watu 3 ndio watagawanya hii nini moja, na ilikuwa angalau wapate riziki vizuri, lakini ndio hivyo. Tunashukuru alhamdulillah napata hiyo nini yote, tuweze kuona namna itakavyokuwa. Telemsha. Nyanyua.
Saumu imemshika huyo inaonekana saumu imemshika. Leta kabisa. Pole pole tu. Dada chunga mguu weka tu hata hapo pia. Ati weka tu hapo nini? Tuweze kuona namna ambao zitakaa. Nafika. Namna acha tuone kama itawezekana. Mashallah, alhamdulillah. Wote waliotoa pia tunawaombea dua, Mwenyezi Mungu awazidishie, na bado tunahitaji kwa sababu hii ni 10 ya kwanza. Mtu anaweza alisha pia 10 ya pili, anaweza futurisha pia 10 ya tatu. Itakuwa ni kheri kubwa sana. So tunajaribu tuone itakuwa namna gani. Gadhemba uko na nguvu wewe, inaonekana nguvu uko nayo. Acha nione kama nitawezana hapa. Hali si hali hapa, hali si hali. Acha tuone. Aya, hali si hali. Unaona hali hii ya mvua hii iko inarudi. Inshallah, acha tuone itakuwa namna gani, lakini venye itakuwa. Chunga. Pole pole tu. Tutamaliza. Inshallah. Pate vizuri Waislamu waone hiyo riski pale, pia uangalie hizo michele ziko pale. Waweze, hii ndio riski ambayo tumebahatika, kuna sukari. Lakini twende. Mashaallah. Allahu akbar. Mashaallah. Allah barik. Mashaallah. Weka kuweka kitu. Mashaallah. Hapa kando hapa. Panda hapa. Leta hapa. Utakaa utaiva. Mashaallah. Hii ni mchele. Naweza kupata mifuko kadhaa mashaallah. Ila idadi ambayo iko hapa bado hatujafika katika lengo. Hiyo ya juu. Ni hapa. Ya hapo. Takuwa bado hatujafika katika lengo. Weka tu hata hapo chini. Hata ukiweka hapo chini utaipanga tu. Hii ni mafuta hii. Hii ni mafuta. Imeisha? Hii ni mafuta. Hassan, kwa tunahitaji chakula kwa wingi. Ila haikuwezekana ile idadi tulikuwa tunataka. Ila bado sawa, tuko katika 10 ya mwanzo. Waislamu tunaomba tuweze kujitahidi na kuweza kujitolea kwa wingi inshallah. Kuna wale wanajitolea, Mwenyezi Mungu azidi kuwafanyia wepesi katika mali yao, awatilie baraka katika mali yao. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu wenye baraka kwa ajili ya kuwafuturisha watu ambao ni wakusilimu. Na katika hii area pia kuna watu hali yao iko chini sana. That's why tungepata riski iwe nyingi kidogo, ingekuwa tunashukuru zaidi. Na pia hii tunashukuru. Ila hapa leo ni watu kama wawili wataibidi wanashika nini, wanagawana. So hatujaweza kupata idadi nzuri tulikuwa tunataka.
lakini itanini. Mchere iko hapa ingine. Weka pande hiyo. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. So itakuwa iko salama. Alhamdulillah. Goja kata. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Tunashukuru Mwenyezi Mungu na pia tunamtakia rehema na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ni Nyadhona na hawa ni watu wa kusilimu, na hii msikiti nakumbuka vizuri Waislamu tulichangia hivi na ikawezekana na tukajenga hii msikiti. Na hawa ni watu wachache kwa sababu idadi ya hapa watu ni wengi, lakini sasa kwa sababu hatuna uwezo wetu uko chini, tumeweza kwanza kupatia hawa kama itatokea Waislamu ambao wana uwezo, kwa sababu tuko katika 10 la kwanza, tunaingia 10 la pili, tuende 10 la tatu. Katika hii katikati ikitokea Waislamu waweze kutoa riziki yao, tutawapatia watu futari, kwa sababu watu wanafunga wanakosa futari, inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu hali ilikuwa ni hali ni ngumu kidogo. Nchi ya Kenya ilikuwa na ukame mkubwa sana, tulikuwa na ukame na mambo imekuja ikashikana pia ikawa ndo hivyo. So hali ni ngumu na hatukuwa na uwezo mwingine. Tumewatangazia Waislamu, tumejaribu, tumerudia, lakini ile riziki imepatikana. Mwenyezi Mungu awalipe wale wametoa hiyo riziki. Mwenyezi Mungu awazidishie. Kuna wagonjwa pia wametoa kwa nia, Mwenyezi Mungu awape shifa. So na yoyote aliyetoa kwa nia aliyotoa nayo Mwenyezi Mungu amlipe. Na tunaomba ikiwezekana Waislamu wajitolee tena ndio tuweze kuwaweza kupata hata angalau tena namba ya watu wengine kama 50 ama watu wengine 30 waweze kupata, itakuwa ni kheri kubwa sana, kwa sababu hii ni sehemu moja ya Nyadhona. Kuna sehemu zingine ambao bado hatujaingia, na pia hizo area zingine pia hali yao ni ngumu, na kuna mayatima bado wanasubiri. So hali imekuwa ni nzito kidogo, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ile riziki ambayo imepatikana. So tunaomba Muislamu yote ambaye ana uwezo anaweza akajitolea na tukaweza kuwafikishia watu wa kusilimu wakapata riziki yao. Nadhani sina mengi ya kuzungumza. Sheikh Ali inshallah mawili matatu tukifunga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولالي الإله صام هذه وشكر إسكاله. كون كان نكينه مسلمين أنهم بني صام هذه شكر إسكاله. وهذا ركتان أيها إذن سهور استاجني صدقات الله بحدين صدقات واتنا وجدان. هل كان كينه مساجد كان هو استاجنا إذن كاردسي. dhowr jeer aan idin soo bandhignay masaajidka idin ka dhisay walaalayaal waa aragtaan sadaqadii aad la baxdeen halkaas aan ku qaybinay wayna yartahay aad bay u yartahay marka waxa la doonay walaal 10ka haray ee 20ka maalmood oo hartay oo dambe waxaan doonaynaa inaan sadaqada adana aan sii wadno aad wax la baxdaan wixii Ilaahay idinku irsaaqada wax kala baxdaan dadkan waa dad masaakiina waa dad mu'allafatul quluba dadkii xaq u lahaa in la caawiyo marka walaalayaal dadkan aan soo caawino waa dad masaakiina وهذا هبين مالين بدعوة الله بندقو أو مد باي أصلا مسلمة وضع أركتان وين فرب بدنيهين هذا ما نقدر عن وحسيني لكن وحن دون إن أسبوع صوص عضو إلى دوما وصاندين إن وح بدن عم بحنه واحد بدن عم بحن إن إذن كان إذن كسوجي ولا لا مرة ربع الله بحجرتين حدنا الله بحا إلى تس الله بحا والدين تقول بحجرتا الله هر مرسن كرو marka walaalayaal xoolahan Ilaahay uu nasiy aan wax kala baxno Ilaahay aan wax geysano maalin maanta aan u baxsan doonaa bal xoolahan wax kala baxno wixii Allah baxdan hoos aakhirada idinka dhigo wixii Allah arteen Allah idin barakeeyo amrigiina Allah barakeeyo xoolihiina Allah barakeeyo awlaadiina Allah barakeeyo waalidiinta inuu hada inta bala naxariisto muslimiinta ku buka Allah caafi ku xafid Allah jazaa'u barakallahu fiikum an leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهي جانا في الدوس يعقوبيو. آمين. هاي حسن.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear brother and sister in Islam, as you can remember, about 3 years ago, we were fundraising for this mosque to be built. And this place is called Nyandona. It is in Kiambu County. And during the starting of the Ramadan, we had been asking you that there is a family, there are 40 families around this area. And already we have the food here. This is a food of around 20 families. This is food of 20. We needed 40 families, but now we have 20. So I don't know, and the people are extra, and I don't know whether they are going to share. I don't know what they are going to do. So what we need is that, brothers and sisters, please, because we are in the first days, 10 days of the Ramadan, and we are going the second day, and the 10 days, and the other bunch of the last day of the Ramadan. So please, can you please try to donate so that few brothers who have not did not get anything here, they can get something to eat, to put in the table for their families. And as you know, this place is we call it Central Kenya. Central Kenya, Islam is growing now. It's not like before. Before we are very few, but as you are trying to do dawah in those areas, most people are embracing Islam. So we are asking brothers and sisters who are able, they can feed a bunch of 20 families. So we are donate generously. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the holy month of Ramadan used to be very generous in donating, feeding the poor, the orphans, the widows, and the rest. So I think I have nothing to say more. But my brother here, Mr. Inshallah, Suleimani, na ututilie dua tukimalizia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مصطفى أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Ndugu zetu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba mbingu na ardhi na vilivyomo, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ni kuweza kuwashukuru ndugu zetu watukufu wa Kiislamu kwa sababu ya kazi hii ambayo mmeweza kuifanya kufikia sasa, na kama vile ndugu zangu hapa wamesema kwamba bado tunahitajia, kwa sababu hapa tulikuwa tunatarajia kwamba kuna familia takriban 40, lakini kufikia sasa hivi hata kuna wengine wanasubiri hapa, na kufikia sasa hivi tumeweza kupata familia 20. Tulikuwa tunaomba ndugu zetu wa Kiislamu heshima katika kwa heshima na taadhima, kwa sababu hili ni bado ni 10 la kwanza ambalo tunaambia kwamba ni 10 la rehema, kwa sababu Ramadhani imegawanyika katika makumi matatu: 10 la rahma, 10 la maghfira na 10 la itukum minan nar, au kuepusha na moto wa jahannam. Kwa hivyo mlango bado uko wazi wa Uislamu, na vile vile kama mmeona, kama vile tulivyosema jana kwenye muhadhara, tukasema kwamba leo tutaanza kuzisambaza. Sasa kazi ambayo tumeanza nayo ndio kama hii, na nyinyi tunaomba Waislamu tuweze kufaulisha jambo ambalo lilobaki la kuweza kuwalisha waliobaki, kwa sababu haya ni majukumu yetu sisi Waislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba walisheni wasiokuwa nacho, sio matajiri. Msiwalishe matajiri, kwa sababu matajiri, mkiwalisha matajiri au labda mkienda mkaribisha na matajiri, hawataweza kuwaombea dua, kwa sababu watakumbuka hicho ulichowapa labda kitakuwa ni kidogo sana watakavyoona. Lakini wale ambao hawakuwa nacho, wakipata kile ambacho kilikuwa walichokuwa na kihitajia, watakuwa wanamuombea dua. Ndio maana Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhitajia sana tukae na watu ambao hawanacho. Na kama vile ndugu zangu wamesema hapo, bado tuna harakati nyingi, na vile vile tuna hawa mayatima. Kwa hivyo tuna shughuli ambazo ni pana na tena ni shughuli ambazo ni pevu. Kwa hivyo Waislamu tunaombeni kwa heshima na taadhima tuweze kufanya zoezi hili, na tuweze kulifanya zoezi hili kwa kasi, kwa sababu unajua njaa huwa haisubirishi.
na hauwezi kusema ya kwamba kwa sababu leo nina njaa nitakula kesho kutwa. Haitowezekana. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba kwa heshima Waislamu tuache kujivuta na tuweze kukamilisha zoezi hili kama vile tulikuwa tumepangilia, na inawezekana. Hizi familia 200 inawezekana. Waislamu, nenda kamwambie wewe, hata kama umetoa, nenda kamwambie rafiki yako, naye amwambie rafiki yake, naye amwambie rafiki yake, kwa sababu kila mtu ana rafiki yake. Na sisi sote tunahitaji pepo ya Mwenyezi Mungu. Hakuna Muislamu asiyetaka pepo. Hakuna Muislamu asiyetaka kuingia peponi. Mnaonaje wakati tutakapokuwa tunafanya mambo haya? Kuwalisha maskini ni majukumu yetu, kuwafuturisha wale waliosilimu ni majukumu yetu sisi Waislamu, na vile vile kuwalisha mayatima ni majukumu yetu sisi Waislamu. Mnaonaje wakati tutakapokufua tunafanya biashara na Mwenyezi Mungu kwa kutoa mali zetu kwa sababu ya mambo ya kheri? Kuna Waislamu sasa hivi wanatoa pesa zao kwa sababu ya kamari, kwa sababu ya mipira, kwa sababu mambo ambayo hayana maana. Wewe unaonaje wakati tutakapofanya kazi ya Mwenyezi Mungu ukiwa unajua kwamba pesa zangu zimeenda katika jambo la kheri, zimeingia katika sehemu ambayo Mwenyezi Mungu anairidhia katika sehemu hiyo? Kwa hivyo tunaomba Waislamu, kwa sababu wakati wa salatu dhuhuri ndio huu unaingia, tunaombeni kwa heshima tuweze kukamilisha zoezi hili na muweze kujitolea, kwa sababu pamoja na kwamba hapa kuna familia 40, kuna sehemu zingine nyingi tu, hata sio sehemu moja, sehemu nyingi tu ambazo tulikuwa tunatarajia kama 10 hili la kwanza tungekuwa na uwezo, wallahi la adhim, tungeweza kukamilisha, kwa sababu tulikuwa tumesema ni kwa mwezi mmoja mfululizo. Kwa hivyo si unaona sasa hizo siku zitakuwa zimeshapungua. Kwa hivyo Waislamu tuweze kufanya zoezi hilo, na Mwenyezi Mungu atufanyie ni wepesi, na wale ambao wametoa wakiwa na wagonjwa, wakiwa wamedhamiria au wakiwa wamenuia kwa sababu ya wagonjwa wao, Mwenyezi Mungu awape shifa hao wagonjwa wao. Vile vile kama wale labda ambao wanasumbuka na mambo ya ndoa, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Vile vile kama kuna wale ambao ndugu zao waliotangulia mbele za haki na wametoa kwa sababu ya sadaka za hao ndugu zao, Mwenyezi Mungu yajalie hayo makaburi ya hao ndugu zao walioweza kutangulia mbele za haki, yajalie yayo ni bustani miongoni mwa bustani za peponi, wala usiyajalie Mwenyezi Mungu kuwa ni mashimo miongoni mwa mashimo ya moto wa Jahannam. Vile vile kwa wale ambao labda hawana kazi, Mwenyezi Mungu ape kazi. Wale ambao labda biashara zao zina misukosuko, Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Na sisi sote Mwenyezi Mungu utuingize peponi na utujalie tuweze kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku hiyo tukiwa pamoja kama Waislamu na furaha kubwa, na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na sisi sote aweze kutujalia mwisho mwema. Sisi sote tuseme amin, amin inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye si mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, tumerudi tena mbele zenu kwa ajili, ukiangalia hii video kuna watu ambao tumegaia katika hii sehemu ya Nyadhona, na alhamdulillah hatujafika katika ile idadi ambayo tulikuwa tunahitaji. Kuna idadi ambayo tulikuwa tumelenga, lakini bado hatujafika, na hatuna kwa kukimbilia isipokuwa tukimbilie kwenu, muwe na hurumati, yani ya kuwahurumia Waislamu wenzenu waweze kupata futari kwa ajili ya Allah. Kuna wengi, namba ni kubwa, na bado hatujafika katika lengo ambalo tulikuwa tunalenga. Hii ni 10 ya kwanza, na kuna 10 ya pili, kuna 10 ya tatu. So tulikuwa tunataka Muislamu yeyote ambaye ametamka kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na una mahaba na Uislamu, unapenda Uislamu kwa ajili ya Allah, unawapenda Waislamu ndugu zako, Muislamu hata kama ni shilingi 100 huwezi kosa katika mahesabu zako. Jaribu kusacrifice for the sake of Allah, toa 100, mwingine 200, tukishikanisha wallahi natosha angalau futari ya mtu mmoja siku ambazo zimebaki. So hii ndio tumeona tujaribu kufanya kwa kila Muislamu ambaye Allah amempa ile mahaba, kwa sababu kutoa sio mali, kutoa ni yani ni imani, sio mali ati kwa sababu na mali mingi na unatoa. Hapana. Kuna watu wana mali nyingi lakini hawatoi. Kuna watu wana mali lakini wakisikia kuna msaada, kuna tende zinapeanwa, mtu anasimamisha gari lake Prado hapo, anakuja anapanga laini apate tende, badala aongezee maskini waweze kusaidika na mafukara waweze kupata hiyo, yeye pia anaingia hapo. Kwa sababu nini? Hana kana nafsi, yani haridhiki katika mali aliyompa Mwenyezi Mungu. So tunaomba Waislamu kwa ajili ya Allah tuweze
kutoa na tuweze kunusuru, kwa sababu hakuna kwingine tutakimbilia. Tutakimbilia kwenu tu Waislamu. Wallahi, na Mwenyezi Mungu atawalipa hapa na kesho siku ya Kiyama, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atufanyie sisi wote wepesi, na Mwenyezi Mungu akubalie saumu zetu, na Mwenyezi Mungu akubalie dua zetu. Mwenyezi Mungu atuangalie kwa jicho ya rehema, na Mwenyezi Mungu tunamuomba atupe mwisho mwema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu Waislamu, leo ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia afya na tunatembea. Waislamu tumesimama mbele yenu mara nyingi sana, na leo pia tumesimama, kesho pia tutasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Natumai mumeona video ambayo tunaweka kwa mtandao. Ni mambo ya da'wa peke yake, hatufanyi kazi nyingine. Kazi yetu ni kutangaza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na yule atachukua alhamdulillah, yule atakataa alhamdulillah. Hidayah inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pili, Waislamu tunasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele yenu. Hapo tunachangia watu wa muallafatul qulub. Mtakuja kuona video, na tulienda sehemu ambaye kuna family 40, na hii kule kuna msikiti, na hiyo msikiti nyinyi Waislamu ndio mmejenga. Tulisimama mbele yenu tukawachangisha, tukajenga hiyo msikiti. Hiyo msikiti saa hii wale watu wanasali pale ni zaidi ya watu 40, zaidi hata wanafika 60, na wote ni muallafatul qulub, ni watu ya kusilimu, na wanataka usaidizi kutoka kwangu na kwako, na mwenye kutoa kiwanja pia ni mtu wa muallafatul qulub, ni mtu amesilimu. Ndugu zanguni, hiyo family 40 leo tumepelekea family 20 peke yao chakula, na tuliwaambia tuko na family 200. So family 200 tumetoa chakula ya family 20 peke yao. Kwa hivyo tunataka bado hiyo mchango iendelee, ipatikane. Ramadhani leo nafikiri ni siku ya 7 Ramadhani, imebaki siku 23. Hiyo siku 23 nataka tuchange, ikiwezekana tupatie hawa watu family 200 wote chakula. Kwa hivyo Waislamu, mmetoa mali yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kazi yetu ni kuwafanyia dua tu. Tunataka hiyo mchango kutoka kwenu, na tunasimama mbele yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinyi pia mpate radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Toeni ile mali Allah wameruzuku naye kiasi kidogo tu ya kufurahisha maskini na kufurahisha mayatima. Hapa kuna mayatima, kesho tunaenda kwa hao mayatima kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunawapelekea hawa chakula, na hiyo chakula inatoka kwenu nyinyi Waislamu, na tunatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala sisi sote pamoja, na Allah subhanahu wa ta'ala tukutanisha katika jannatul firdaus a'la, na Allah subhanahu wa ta'ala atujali husnul khatima 'inda al-maut. Kwa hivyo Waislamu, tunaongoja hiyo mchango kutoka kwenu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zetu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wakati mwingine tena tunakuja katika viwanja hivi na tunarudi kwenu kwa mara nyingine tena Waislamu, baada ya kutoka pahali tulipokuwa tumeenda Nyadhuna. Tumerudi tena kwenu kwa unyenyekevu, kwa sababu jambo hili ni jambo nyeti na ni jambo ambalo linahitajia nguvu zetu sisi sote. Na sasa hivi kama vile Sheikh Salim amesema kwamba sasa hivi kwa mtu yeyote, ili tuweze kusukuma gurudumu hili mbele, kwa sababu mitihani inotukabili ni mingi sana,
Na pia na nyie pia mnaona ya kwamba watu pia wanazidi kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu. Watu wanazidi kusilimu kwa sababu ukiangalia tangu Ramadhani pia imeanza tena kuna watu zaidi ya 10 ambao wamesilimu. Watu hao tutawapeleka wapo Uislamu. Watu hao tutawapa nini? Na hali yetu sisi walimu iko ni taabani. Sasa tunarudi kwenu. Wewe ukiwa na kidogo, ukiwa na shilingi 1, ukiwa na shilingi 10, ukiwa na shilingi 100, ukiwa na 200, ukiwa na 500, ukiwa na 1000, ukiwa na 10,000, ukiwa na 20,000, ukiwa na 30, tunaomba kwa unyenyekevu wa Uislamu tuweze kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, tuweze kugharamikia jambo hili ili tuweze kutimiza azima yetu iliyokuwa mbele yetu hapa. Na kama vile Shakaria amesema hapa, kesho asubuhi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ama mchana hapa tutaweza kuelekea tena kwa mayatima kupeleka chakula, na gharama hizi zote ninyi Waislamu mnagharamikia. Na tunafurahi kwa sababu hapo hatua hii ambayo tumeifikia mpaka sasa hivi, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, na nyinyi pia ambao mmeweza kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mmeweza kugharamikia jambo hili kwa moyo mmoja, kwa sababu kutoa si mali, kutoa ni moyo. Kama hivyo kuna kwa sababu ni lazima kwanza kabisa uwe umeipa nyongo dunia, uwe ni muzahid, uwe umeipa nyongo dunia, kwa sababu kuna wengine hawana kina, kuna wengine ambao Mwenyezi Mungu amewapa lakini bado hawajaridhika. Kama hivyo Sheikh Salim anasema kwamba wewe unakuja unasimamisha gari kubwa Prado, unakuja kusimamisha gari kubwa Mashangingi, hayo magari makubwa. Alafu tena unakuta mtu amepanga foleni ya kupewa futari, anakuja apewa tende. Wewe badala ya utoe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambiaje? Anatuambia mkono wa chini ni bora zaidi kuliko mkono wa juu. Mkono wa juu ni ule mkono wenye kupokea, na mkono wa chini ni ule wenye kutoa, kwa sababu tumeambiwa kwamba wakati unapotoa utoe, hata ukitoa na mkono wako wa kulia, mkono wako wa kushoto usijue kile ambacho mkono wa kulia umeweza kukitoa. Na Mwenyezi Mungu hufungua mambo yako. Kuna watu wengine mpaka hawajaridhika, hata mtu awe na mali kiasi gani, bado wanaamini bado ni maskini tu. Mwenyezi Mungu amempa maskini wa nafsi yake. Sasa kuna haja gani hapa duniani uishi katika hali ya mateso? Yaani huna raha na mali zako, kwa sababu unajiamini kwamba huna mali, mpaka unakula vibaya, unaishi vibaya na una mali Mwenyezi Mungu amekupa. Alafu tena kesho kwa Mwenyezi Mungu ataenda tena kukuuliza wakati wa hisabu, ataenda kukuuliza mali zako ulizotumia katika nini? Hizo mali ambazo nilikuwa nimekupa hukuweza kugharamikia, hukuweza kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huu mwezi ni mwezi wa khairi, ni mwezi wa kutoa Waislamu. Kwa hivyo tuweze kujituma, tuweze kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na haijalishi kwamba wewe ni nani, haijalishi kwamba uko wapi. Wakati wote Mwenyezi Mungu anaenda kaichukua roho yako, na Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba anaweza kaichukua roho hata kama uko katika majengo ambayo ni madhubuti, ambayo ni ngome ambazo ni madhubuti. Mwenyezi Mungu anaweza kaitoa roho yako ni wakati wowote. Uweze kujua kama wakati wako, tuweze kutoa, tuweze kuhifadhi kwa Mwenyezi Mungu, tusave kwa Mwenyezi Mungu, tuache kuhifadhi hapa duniani, tusave kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaomba Waislamu na vile tuliweza kuzungumza wale watu Waislamu pia ambao wanafungia mwaka hapa, tunahitaji zaka zenu Waislamu bado hatujaacha jambo hili. Lazima tutaendelea kusisitizana, lazima tutaendelea tukaelezana jambo hili, kwa sababu wakati tutakapopata zaka hizi pia na sisi katika shughuli hizi za dini tutakuwa na uwezo wa kuwa na utulivu hata kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu, na tutakuwa na uwezo wa kuzunguka sehemu nyingi bila hata kupitia kwenu sana kila wakati kuweza kusumbuana katika jambo hili, ili muweze kuchangia katika mambo tofauti. Haya mambo madogo tutakuwa tuna uwezo wa kuyafanya, kwa sababu angalau kidogo mmetuwezesha, na tunategemea kwenu. Sisi wenyewe hatuna uwezo. Kwa hivyo tunaomba uwezo wa Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape uwezo, na wabariki, awafungulie njia zenu. Wagonjwa wenu walioko manyumbani au hospitalini awape shufaa, na wale pia walitangulia mbele za haki ayajalie makaburi yao kuwa ni bustani miongoni mwa bustani za peponi, wala asijalie kuwa ni mashimo miongoni mwa mashimo ya moto wa jahannam. Wa bihaki Muhammad wa alihi tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa afwan minkum jami'an. Nita Salim, sijui nikumbushe jina. Anaitwa Jevian. Jevian, Muislamu, Kristo? Mkristo. Na Jevia hiyo umevaa ndio msalaba au ndio? Hapana. Hiyo tu ni njaro yake. Hiyo pia ni njaro yake hivyo tu. So uko na njaro yako hiyo umeweka hapa. Nilikuwa nadhani msalaba hivi. Hapana, kila nyani na starehe zake. So kuna starehe za aina hii kabisa. Okay, hiyo sina habari.
Nilikuwa nahitaji leo uulize maswali ambayo yanakusumbua tumalize leo, kwa sababu jana ulikuja pia muda ilikuwa ni kidogo. Ndio silimu moja kwa moja kwa. Jana muda ilikuwa mdogo, mkahepi mbio sana kama hatujaelewana vizuri. Leo ndio umekuja mapema, kieleweke mapema. Eleweka vizuri sana. Weka vitu. Sasa mimi jana mkanipinga jambo moja. Ya kwamba mwanadamu hawezi pona mtu, hawezi omba mtu akapona. Na nakumbuka vizuri sana, Yesu aliponya vipofu, akafufua hadi waliokufa. Na Yesu mwenyewe akatuambia atatutumia sisi kwa kufanya makubwa yale ambayo hakufanya. Kumaanisha kama alifufua mtu mmoja, sisi tunafaa tufufue watu 5 kuenda mbele, kwa maana alisema tutafanya makubwa kabisa. Wala sina shida. Hivi wewe tangu uamini Yesu na unafuata Yesu venye unasema kwa itikadi yako, umefufua watu wangapi? Sijafufua watu. Kumbe bado hujakuwa na imani kama ya Yesu. Kama hujafufua watu, unajua hata juzi tulikuwa na viongozi wamekufa hapa Kenya. Ungefufua mmoja angalau tujue. So utaanza lini kufufua? Mungu si mjinga kaachilia kifo watu wakufe. So mtu akikufa wewe uende kufufua, unamfanya Mungu mji? Hapana, wacha nikuambie kitu. Hakuna haja. Unajua wewe kidogo unanichanganya. Sija kuchanganya. Wewe umeniambia hivi, Yesu alifufua na nyinyi mnafaa mfufue zaidi ya Yesu. Tufanye hapo. Nikakuuliza wewe umefufua watu wangapi? Ukaniambia bado hata kamoja hujafufua. Kwani hujui City Mortuary iko wapi? Sasa wacha, unaona ni nini? Si lazima niwafufue saa hizi. Utafufua baadaye? Hapo mbeleni tutawafufua. Utakuja kufufua watu. Masiku zao zikifika. Masiku zao kumbe wewe ndio utakuja kufufua watu? Hata mimi naweza wafufua siku zikifika. Hazijafika bado. Kweli. Tembea katika dawa utaona mengi. Kabisa. Sasa yani wewe utakuja kuwafufua watu? Kabisa. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ndio hivyo, hakuna tatizo. Kama utawafufua watu, utuambie siku unaanza kufufua. Tutakupeleka hapa, kama ni hapa City Mortuary, tuone wale utafufua, na kuna wengi wako utafufua tu, hakuna shida. Swali lingine ambao uko nao ni gani? Nasema siku ya kurudi hakuna mtu atajua, atakuja kama mwizi. Hatuzungumzi Yesu, tunazungumza wewe. Wewe si ndio umeniambia ndio unafufua ama ni Yesu? Sasa ndio nakuambia hivi, mimi nitawafufua kupitia kwa jina la Yesu Kristo, na nitawafufua wakati nitamuita Yesu na atashuka na tutawafufua. So wakati atakuja kuwafufua, nitakuja kama Yesu na nitakuja kama mwizi. Wewe pia utakuja kama mwizi wewe? So wewe ndio Yesu ambao Wakristo wana... Sasa mimi nitatumika kama Yesu, kwa maana atanitumia mimi. Kumbe wewe ndio Yesu anayerudi, Wakristo wanatuambia anarudi, kumbe ndio wewe utakuja kama mwizi. Wewe ni kunichallenge, unanichallenge. Sija kuchallenge, nataka tujue hivi. Alisema atakuja kama mwizi. Na wewe? Na akasema atatutumia sisi kuponya watu. Na anasema tumuite naye ataitika. Sasa nataka kunielewe kwa hizo vitu vitatu. Kitu ya kwanza atatutumia sisi. Kitu ya pili akasema tumuite naye ataitika na atakuja tufanye mambo makuu tusiyafanya. Kitu ya tatu inasemekana atakuja kama mwizi na atatutumia sisi, kumaanisha mimi naweza kuja kwako kama mwizi na kumbe ni mimi ndio Yesu ametuma. For example, hata kama sitakwambia ni kwa Biblia gani, lakini ukija kwangu kama mwizi si utachomwa? Okay. Sitakwambia na kwa kitabu gani, lakini hiyo ni story iko. Kuna mwanamke mama mmoja Yesu alimwambia anaenda kwake, ukweli ama urongo? Sina habari, kwa sababu ukiniambia mwanamke mmoja, ati mwanamke akajiandaa. Mmoja akajiandaa akatengeneza. Ndio Yesu akuje. Yesu anakuja. Akatengeneza mpaka nyumba. Wakati alingoja Yesu hakumuona Yesu. Alimuona mwenda wazimu akamfukuza. Baadaye akamuuliza Yesu, uliniambia utakuja, haufiki? Yesu akamjibu aje, nilikuja na ukanifukuza. Nilikuja kwa huyo, nilitumia huyo mtu nikakuja, ukanifukuza. Na hiyo story imeandikwa wapi? Siwe labda ni story ya Kajaba kama umepandisha kidogo. Utaandika utasoma. Wewe ulisoma wapi? Kwa Biblia yangu mimi mwenyewe. Nitaitafuta, nitakuletea hapa hata kesho kama tutakutana na wewe hapa. Lakini wakati ukipata kesho Kristo, wewe ukiwa Mkristo mwenye anaendanga kanisa, hiyo ni chenye iko.
Watu ukisikia story utajua ile. Hiyo ni story wanapiga tu labda kanisani ambao haziko katika vitabu. Kama iko enda nilikutana nayo ndio kwa maana nakuambia ni kwa vile tu siwezi nikusahau ndio hiyo sasa. Asante, wewe ukikumbuka utaniletea. Lakini je, wewe unamfuata huyu Yesu 11:29 kitabu cha Mathayo? Tumkague huyu kaka. Kumbe ananiambia huyu ndio Yesu. Ati atakuja kama mwizi. Ukija kama mwizi utapigwa na watu ama watakuchoma. Saa hii Kenya unachomwa na tairi. Ukija kama mwizi, sikiza 11:29 anasema Mathayo. Msikize Bwana Yesu. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Yesu anasema jitieni nira yangu mjifunze kwa? So mimi na wewe tujifunze kwa Yesu. Kwa Yesu. Yesu alikuwa akienda kanisani au alikuwa akienda msikitini? Sasa mimi nikuulize swali la kwanza, huyo Yesu ni nani mwenye tunazungumzia kwanza? Huyu Yesu ambaye tunazungumzia 3:1 kitabu cha Waebrania. Msikize vizuri. Mbona utaelewa kaka? Kuelewa tu utaelewa leo. Leo nitaelewa kama itakuwa ya ukweli. Kama itakuwa ya urongo, sitasikizana nayo kwa sababu gani? Kwani Biblia ni ya uongo? Sababu gani nikuambie hivyo? Katika Biblia hakuna mahali mtu unaweza nichanganya unirudishe. Na unauliza Biblia ya kweli ya uongo? Biblia, wacha sasa nikuambie ukweli. Biblia saa hizi utapata Biblia ziko mbili tofauti. So ni za uongo saa hii Biblia? Biblia za saa hizi ukiangalia nyingi zao ni za urongo. Kumbe Biblia za siku hizi za uongo. Na sisi hatukuwa tunajua kumbe Biblia. Kumbe Mkristo anasema Biblia za siku hizi za urongo. Sasa hatukuwa na habari. 3:1 Waebrania, sikiza. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Hawa ni wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu. Nani? Yesu. Biblia inatuambia Yesu ni mtume wa Mungu. Ndio tunazungumzia kuhusu huyu Yesu, mtume wa Mungu. Huyu Yesu ambaye ni mtume wa Mungu akiwa hapa duniani, kwa sababu tumeambiwa jitieni nira yangu mujifunze kwangu, tujifunze kwa Yesu. Je, Yesu alikuwa akishiriki kanisani au alikuwa akishiriki msikitini kulingana na Biblia? Hakuna venye Yesu ataenda msikitini. Sasa sijui msikiti ilitoka wapi. Yesu alikuwa wa kanisa. Yesu si wa msikiti. 4:16 Luka, tusaidie na hii ama anza 4:14. Pole tumfunze tuone kama atamkubali Yesu au atamkataa Yesu huyu. 4:14 mwalimu wangu. 4:14 pole. Inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu alikuwa, wewe unaamini mambo ya Roho? Asante. Yesu alikuwa anaongozwa na Roho wa Mungu. Sikiza habari. Akaenda Galilaya. Asante. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Asante. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Akitukuzwa na watu wote. Tupe vitu. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe Yesu kawaida yake, desturi yake alikuwa akienda katika nyumba inajulikana kama sinagogi. Asante sana. Sinagogi ni nini? Wewe ndio unaweza ijua, unaweza tuelezea kwa sababu ni nyinyi mmeisoma. Mimi sijui. Waandishi wa Biblia wanatuambia sinagogi nini? Tusomee. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Waliandika Biblia wanatuambia hii sinagogi aliyokwenda Yesu inaitwa msikiti? Hamna. Hamna. Nimepinga. Sasa kama unapinga, sinagogi ni nini? Hapana, wacha sinagogi haiwezi kuwa msikiti. So waliandika Biblia ni wao? Ndio kwa maana nikakuambia Biblia, tuko na Biblia mara mbili. Tuko na Biblia ya ukweli na Biblia ya urongo. Sasa utajuaje Biblia ya uongo na ya ukweli? Hebu tuambie, ndio wale ambao unajua kuna watu ambao wanasema tunataka kuwa Wakristo, ndio wakija wajue hii ni ya Biblia ya urongo na hii ni ya kweli. Watajuaje ya ukweli na ya urongo? Hebu tupe, mnaipima namna gani? Kwanza mimi nikuulize swali. Kabla hujaniuliza nijibu alafu uniulize. Wewe umesema Biblia ni za urongo. Sasa mtu anataka kuwa Mkristo, ametoka huko, anataka kuwa Mkristo. Atafuata Biblia gani ya ukweli na achane na gani ya urongo? Hebu tupe para uwanja. Sababu ni hii. Hii Biblia utapata ingine tunaambiwa ati pepo zinafaa zitoane zenyewe kwa sababu ni vitu za kiroho zenyewe. Na Biblia nyingine inatuambia kwamba nimewapa nguvu na uwezo ya kushika kila roho zote na kuyaweka chini miguu zenyewe na kuyakanyaga. So ukiangalia sasa utaijua ni gani haswa? Sijajibu. Kumbe unajua hujajibu bado. Bado nakuletea. Utajua Biblia gani ya ukweli? Kama alituambia ametupa hizo nguvu. Na kweli hizo nguvu tunazo. Sasa mbona tena tunaambiwa huku ati hatufai kuzitoa? Na Yesu mwenyewe alizitoa akatupatia hizo nguvu na uwezo. Kumaanisha ile Biblia inasema tusitoe vitu zenye ziko kiroho
Hiyo Biblia ni ya kutudanganya. Na hiyo Biblia ndio yenye uliniambia hapa jana. Kumaanisha hiyo Biblia uliniambia hiyo ni ya kutudanganya. Ngoja kwanza, wewe unasema ati mnaambiwa mtoe pepo. Pepo unaiona pepo ni nyeusi au ni nyeupe? Pepo iko kiroho, huwezi iona. Sasa kitu ambao ukioni utakitoaje? Utakiona ukiingia kiroho. Sasa wewe unaingianga kiroho? Unaweza toka kwa sijauliza wengine. Wewe unaingianga kiroho? Sasa wewe una roho? Wewe una roho? Kumbe ndio tunasumbuana. Umeona tunasumbuana mdogo. Unajua mwenye ako kiroho wakati unapishana huko unakuja kimwili, wewe utakuja kiroho, mtaendana. Kwa sababu gani nikakwambia uko roho, si ndio? Ndio tuendane. Hebu sikia Biblia inasema siku za kupatilizwa zimekuja. Kitabu cha Hosea, sikiza. Inasema siku za kupatilizwa zimekuja, siku za kulipa zimefika. Israeli atayajua hayo. Huyo nabii ni mpumbavu. Huyo mtu mwenye roho kama kaka yetu anasema ako na roho, ana wazimu. Kumbe ni wazimu. Sio mimi, ni Biblia inasema. Kwa sababu wewe unatuambia una roho na kuuliza swali ndogo, unapokuwa katika hiyo roho, hao mapepo wako rangi gani? Unasema tena hujui, na unasema ati wewe hauko kimwili, ati uko kiroho. Na ulipokuja uliniambia wewe ndio Yesu ambaye Wakristo wanakuitanga kanisani, ambao utakuja kama mwizi. Sasa kumbe ni roho inakusumbua, na hiyo roho tumeambiwa tukisikia uko na roho una wazimu. Mimi nikuulize swali. Lete. Umesema hao manabii pia ni wapumbavu. Hao manabii wanaamka asubuhi anasema mimi ni nabii. Hao ni wapumbavu kwa sababu ni waongo. Mimi nikuulize. Yesu ni mjinga aletwa pumbavu duniani? Yesu hajatuma manabii duniani. Hao manabii ni watu wanaamka asubuhi kwa sababu tulia wewe, umesema roho. Jina ya Yesu inatumika kama blanda ili ufaulu, kwa sababu ya kudanganya watu. Ukiamka unasema mimi ni nabii na mke wangu ni prophetess, mnaandika kanisa hapo, unaweka picha yako na ya bibi yako. Maana yake sasa ni yenu, ni mali yenu. Jina la biashara mnatumia la Yesu, kwa sababu mnataka kuhadaa watu. Vipi katika nyumba ya Mungu utaweka picha yako na ya mke wako kama ni ya Mungu? Sasa mimi nikuulize swali. Lete. Kama mimi sisi wa Kristo. Wewe Mkristo. Mimi Mkristo. Na wewe unashiriki kanisa gani? Kanisa hiyo usijali. Kanisa ni roho yangu mimi mwenyewe. So huendangi kwa hizo zingine, unaenda kwa roho yako. Naenda, hiyo ni kanisa, wewe sikia tu ni kanisa. Ndio nilikuwa nataka nijue ili tukuelewe leo. Kumbe unaendanga kwa roho yako. Ngoja tu nikupeleke. Tupeleke. Yesu akatuletea manabii. Wapi Yesu alileta manabii? Tupe andiko. Utangoja kwanza niseme ama wewe useme kwanza? Nilikuwa nataka ukisema unanipa udhibitisho, isije ukaongea mambo ya jaba. Maliza nikwambie. Uwezi niambia bila udhibitisho, kwa sababu nimeona wewe unatueleza habari zingine za jaba. Ukiniambia Yesu alileta manabii, nitolee andiko nione wahali Yesu alileta manabii. Kwa sababu Yesu alituambiaje? 24 Mathayo. Yesu hakuleta, alituambia watafanyaje? Kesho itabidi nikuje na Biblia yangu mimi pia. Enda ukuje hiyo kesho na Biblia yako. Kumbe unakuanga na Biblia yako, sio Biblia ya watu wote na sio ya Mungu, ni yako. Kesho nakuja na Biblia hii, Biblia ndio kwa maana nikamwambia 24 Mathayo. Inasema mwalimu wangu kwaje kuandika. Acha stori za jaba bwana. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kumbe Yesu alikuwa amesema wale watakaokuja manabii ni manabii wa hiyo ni yenye 24 Mathayo. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Kwanza Yesu anatuambia watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Na manabii wa uongo watatokea. Yesu ndiye alitabiri, anasema wanakuja wa uongo, watafanyaje? Nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Wanasema viwete wanatembea, vipofu wanaona. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kazi yao ni kupoteza walio wateule. So kazi yao wanafanya hata miujiza mingi na mambo na maajabu. Kazi yao ni kupoteza. Sasa wewe umeniambia Yesu ataleta manabii. Nikuulize. Ngoja kabla hujaniuliza, twende polepole. Najua roho inakusumbua. Ili roho naona anapanda. Ili wewe na wewe tuone wa kweli wapi Yesu alituma manabii.
Hao manabii wamesema ni wengine watakuja ama ni wote? Wamesema watatokea manabii wa uongo. Haijasema wote. Hakuna mahali imesema wote ama wachache. Hiyo ni yako sasa unaandika. Watatokea. Lakini sio wale wote. Wewe hiyo ya wako wote ni wewe unaongeza. Haijaweka wote wala haijaweka wachache. Imesema watatokea manabii wa uongo. Naona roho hapo inakunini. Fanya hivi, tulia kwanza upumue. Sawa, ngoja kwanza. Pumua kwa sababu roho naona kidogo leo swali ya mwisho. Alafu nimsikie huyu kaka pia. Hii mambo mbona sasa sisi na nyinyi nataka nijue leo watu wagani wanafanyanga mambo kinyume. Kwa sababu gani sisi tunaamini kwamba Yesu alipumzika on Sunday. Hiyo Sunday ndio siku ya kwenda kanisani, na nyinyi mnaamini kwamba siku ya Friday ndio mnaenda kuomba. Hapo nataka nielewe kitu hapo. Na namuhitaji huyu na hiyo Biblia yake. Namuhitaji hapa. Usiweke kwa mfuko hiyo. Na ya kuhitaji hapa nayo. Huyu anasema, huyu ametuambia hivi, huyu anatuambia ati Biblia inasema watu wapumzike Sunday. Kwa nini sisi hatupumziki katika Sunday? Mtu anapumzika wakati mfuko iko sawa, na sijaona mahali inasema Biblia watu wapumzike on Sunday. Sasa mimi nitapumzika kwa Sunday wakati sina kitu ya kulisha watoto? Sintalala njaa, lazima nitafutie watoto. Kuenda maombi. Wapi andiko katika Biblia inasema watu waende kuomba on Sunday? Na Yesu si alipumzika on Sunday ndio siku. Wapi imeandikwa Yesu alipumzika Sunday? Mimi nakwambia leo roho inakuvuruga. Kama ati Yesu alipumzika on Sunday. Hakuna andiko kama hiyo. Acha tusikizane. Utaniletea kesho Yesu alipumzika on Sunday na Bible yangu ambayo inasema Yesu alipumzika on Sunday. Na nitakuletea hata kama itasema hivyo, lakini nitaleta. Kumbe unajua hata yako isemi hivyo. Nitaleta, ninasema kwa kweli ya ukweli, kwa sababu yenu nyinyi kuna venye mnani challenge. Hakuna shida. Enda ulete hiyo yako ya kesho. Naam. Jambo la pili na la mwisho. Na hiki kitu hata nilikuuliza jana. Na nitakuuliza leo. Na nitakuambia hata kesho kutu, hata siku yote tutapatana na wewe. Alafu ukumbusha watu hawakuwa wamefika watu wote. Huyu huwa anafufua watu. Ametueleza hapa. So kama uko na mtu unataka afufuliwe, unamuona tu hapa kando akikaa hapa. Maana nilikwambia wewe una challenge watu. Sija challenge, si umeniambia? Yaani nikakwambia una challenge watu. Nikakwambia Yesu aliponya vipofu, alifufua wafu, na akasema tutafanya makuu yale asiyofanya. Kumaanisha sisi na ametupa hiyo nguvu na uwezo. So una uwezo wa kufufu? So ngoja, si mimi nasema ama ni wewe unasema? Kumaanisha sisi tuna uwezo, kwa sababu hiyo uwezo ni Mungu ndiye amepeana. Tuna uwezo ya kuponya watu na kufufua. Asante. So wewe uko na uwezo wa kufufu? Tunapoamini tuna uwezo. Hata wewe unaamini? Wacha na mimi. Wacha na mimi kana. Wewe si unaamini? Utaamini kwa wachana na mimi. Mimi niwache kabisa. Wewe si unaamini? Mimi naamini kwa. So uko na uwezo wa kufufu? Niko nayo. Alafu si nimeambia hawa watu. Sasa wewe kama ndugu yenu amekufa, hebu waonyeshe hawa watu hawa. Kama mtu wako amekufa, msiende mbali. Huyu kaka anafufua watu. Wewe unanikoroga. Sijakukoroga? Sasa tulia, ukuje na Biblia yako kesho, kwa sababu umeniambia lazima uje na Biblia. Alafu wewe usikae mbali na kuhitaji hapa. Huyu anafufua watu. Kama uko na mtu wako amekufa, huyu anakufufulia. Mchukue namba mapema. Nataka uulize swali. Ya kivyako. Haitaendana pamoja na. Sio lazima iendane na huyo. Karibu hapa, manake nimeona uko na nini sana. Ndio next. Ati ndio next. Yaani ulikuwa unataka umtangulie? Uliza, wanakuita nani? Bernard, asante. Muislamu, Kristo? Mkristo kama kawaida. Asante. Niko na swali. Kabla hujaweka swali, kama kuna mtu amekufa kwenu, usiwe na wasiwasi. Chukua namba ya huyu kaka. Unaona sasa unanichekelea. Chukua ya namba ya huyu kaka, anafufua bila malipo. Hii hakuna. Hii hakuna. Kumbe anatupa story ya jaba hakuna. Hii iko. Si unaona Mkristo anasema hiyo hakuna. Wewe kumbe ulikuwa unatudanganya, si Waislamu. Kumbe unatuona Waislamu na wewe. Lakini waacha tu. Uliza swali yako, acha na yake basi. Swali yangu inatoka kwa Quran 6:34. 6:34 Quran. Quran 3:3. Soma 6:34. 6:34 Quran. Yes. Ainjike swali. 6:34 Al-Karim. Tupe vitu baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam baba. 6:34. Na hakika walikadhibishwa mitume wote kabla yako, wakavumilia kwa kule kukadhibishwa na kuudhiwa mpaka ikawafikia nusura yetu.
na hakuna badilishaye maneno ya waadi wa Mwenyezi Mungu, na bila shaka zimekufikia habari za mitume hao. Hiyo ni 6:34. Soma 3:3. 3:3 Qur'an. Mekuteremshia 3:3. Safiri. Ngeanza 2 ingekuwa tamu. Safiri 3:3 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Amekuteremsha kitabu kwa haki. Asante. Kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake. Asante. Na aliteremsha Taurati na Injili. Zamani ziwe uongozi kwa watu. Tupe vitu. Na akateremsha vitabu vingine vya kupambanua baina ya haki na batili. Asante. Hakika za wale waliokufuru aya za Mwenyezi Mungu watakuwa na adhabu kali. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye kulipa. Tupe vitu baba. Kuna ya kizungu. Kuna ya kizungu. Ya kizungu. Kwa hivyo umeshakuwa mzungu ghafla. Sahi sasa umegeuka umekuwa mzungu. Sawa. Swali iko hivi. Yaani tulikuwa Waswahili, sasa umekuwa mzungu automatic Tuendelee na hiyo. Swali iko hivi. Ukiangalia Quran 6:34 inasema maneno ya Mungu haiwezi badilishwa. Ukienda kwa Quran 3:3 inasema acha niangalie kwa ya kizungu. Mwenye alikuandikia labda hakukuandikia vizuri. Angalia hata kwa kizungu, angalia kwa Kiswahili, angalia. Rejelea karatasi vizuri. Rejelea hii karatasi, fungua hii karatasi. Labda aya uliopewa sio hiyo. Kwa sababu hizo aya 2 haziongei kitu moja. Ziko tofauti. Tusomee tu. Wala tunakupa muda. Hakuna alikram the wrong way. Hiyo ndio shida. Hakuna shida. Na ndio natulia kama maji ambayo yako kwa mtungi. Pole pole tu bila jazba. Niliwaambia tukiweka mikutano hivi tuzungumze, tunafunguana. Unaona? Kaka anakuja anasema anafufua, wewe unasema afufui. Unaona vitu kama hivyo. Ni kuelewa. Tunaenda tukifunguka. Tunaelewana tu. Kaka anasema ndio Yesu anakuja kama mwizi, wewe unasema sio yeye. Na akija usifurahi. Na ndio hiyo maneno ya Mwenyezi Mungu. Wallahi dawa inataka subra sana. Kuna mali na toa hiyo yako ya kizungu. Kwani iko wapi? Usione haya. Mimi nakwambia mwenye alikuandikia alikosea. Sasa enda ukae vizuri. Kama ni wewe uliandika, siandikiwi. Asante. Enda ukae vizuri, soma, alafu piga hata picha ukuje nayo. Kwa sababu sasa umekagua kwa nini ya kizungu unaona hamna tena. Unakuta hiyo. Ngoja niulize swali. Uliza baba. So Quran 6:34 inasema neno la Mungu haiwezi badilishwa. Na kuna mahali hapo kwa Quran inasema neno la Mungu imekuwa corrupted. Sehemu gani? Sasa hiyo sehemu ndio nimesahau. Kama umesahau enda ufanye research. Wala usiwe na wasiwasi. Kusahau ni miongoni mwa sifa za binadamu. Ndio maumbile. Ni maumbile. So sio lazima. So enda ufanye research kesho, ukuje nayo umeandika vizuri, utanipata hapa inshallah biidhnillah. Utanipata. Una swali nyingine? Endelea kwa Biblia. Una swali nyingine? Ukisoma twende kwa kitabu ya kaangalie karatasi vizuri. Wala kafungue. Haina shida, nitafungua. Ni yangu. Ni yako ndio nasema kafungue ulete vitu. Kwa Proverbs 30:5-6. Haya, tupe vitu. Proverb maana yake ni methali si ndio hiyo? Tupe vitu baba. 30 ngapi? 35-6. 35 mpaka 6. Inasema mwalimu wangu, usiongeze katika maneno yake, usiongeze neno katika maneno yake, asija kakulaumu ukaonekana muongo. Asante. Maneno haya mawili nimekuomba, usininyime matatu kabla sijafa. Niendelee? Sawa, hiyo tumesikia. Methali. Ni methali. Labda ujui 35:6. Soma tu yako. Wewe soma tu yake amesema iko sawa, ndio inaendana na yake ya nyumbani. Labda yako ni Biblia hizo nini? 4:2. Unajua kuna watu wanachanganyikiwa. Biblia kuna mpaka ya Gen Z imetokea.
kama una habari. Kuna Trump Bible kama una habari. Iko jikoni inakuja. So Biblia nyingi labda yake anasema sio hivyo, lakini wewe unajua ndio hivyo. Si ndio hivyo ulikuwa unataka iseme? Iko hivyo. Huyu anasema ndio hivyo anataka iseme. Kanye West pia na Biblia yake. Deuteronomy 4:2. Deuteronomy 4:2. Tuwekelee vitu. Kumbukumbu la Taurati inasema kwenye kuandika. Tupe vitu baba. Msiliongeze neno niliwaamuru, niwamurulo. Wala msilipunguze. Mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu niwaamuruzo. Haya. Enda kwa Revelations 22:18. Revelation 22:18. Anasema Namshuhudia kila mtu asikie maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea haya mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiyaondoa neno lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima. Sasa swali iko. Sisi tunafuata Bibles, ndio? Tunafuata Biblia. Sasa mkitukujia na Quran, mnatu confuse. Ukisoma hizo verses nimewapea, neno la Mungu huwezi ongeza na huwezi toa. Simesema hivyo. So, mkituletea Quran, mnatuletea confusion. Unaelewa? Ndio hiyo Tunafuata Biblia. So wewe unafuata Biblia? Tunafuata maneno ya Biblia. Wewe unafuata maneno ya Biblia? Ndio. Una uhakika? Ndio. Una uhakika? Ndio. 3:11 Luka. Acha tukague. Hii tuna testi maji tu. Tuone kama ni kweli. 3:11 mwalimu wangu akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu 2 na ampe asiye na kanzu. Teremka chini. Na mwenye vyakula na afanya hivyo vivyo hivyo. Biblia inaniambia nikiwa na kanzu 2 nikupe ngapi? Wewe umeniambia tusitoe wala tusiongeze. Ndio, unipe moja. Nikupe moja. Na sio kanzu peke yake. Na sio kanzu, na amesema na mwenye pia chakula afanye hivyo hivyo. Ndio. Asante, lakini ameanza na kanzu. Sasa unasemaje mimi nikupe kanzu udunge tutembee katika area ya Jacaranda ukiwa umepiga kanzu kama mie? Kanzu safi nyeupe. Tena safi nyeupe. Kanzu gani? Kanzu ndo hii tena nitakuletea nyeupe. Alafu uingie nayo na umepiga nini? Pale kanisani kwa mchungaji utasikia roho hapa anasema kuna mambo. Hiyo kanzu haikuwa nguo yenu ya Waislamu. Ilikuwa ya nani? Haikuwa hiyo. So Wakristo ndio wanavaa kanzu. Sema tu sione haya. Ndio. Ndio. So kanzu ni mavazi ya Wakristo. Ndio. Sawa 4:16 pole tu. 4:16 baba. Lawi. 4:16 kitabu cha Luka. Pole tu. Sio amesema anafuata Biblia huyu. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe hata Yesu naye tunaambiwa kawaida yake alikuwa anaenda wapi? Kwa msikiti. Asante, kwa msikiti. Na mimi na wewe tumesema hakuna kutoa mambo ya Biblia. Inafaa tuende wapi? Sema tu siona haya mdogo wangu. Sema tu, mbona hii maiki inaanza kuzima? Kanisani. Na Yesu alikuwa akienda kwa msikiti. Hii maiki mbona inaanza kunyamaza? Unajua kaka ameniambia tusitoe chochote kwa Biblia wala tusiongeze. Hiyo topic ni kubwa. Hatuwezi discuss hapa. Amesema, unajua mtu mzima unamuelewa. Amesema hiyo topic ni kubwa, hatuwezi discuss hapa. So mtu mzima unamuelewa. So njoo kesho inshallah jipange. Haya, brother karibu. Nakuhitaji sana. Kwa sababu naona uko na Biblia zingine, karibu hapa. Lete nini yako hapa? Ngoja njoo na baisikeli hapo hapa ni Jacaranda. Usiache nyuma hapa Jacaranda. Songea hapa kidogo tu aweke hapa. Akuje nayo vizuri ndio tumpate vizuri. Naona ana Biblia. Brother wanakuita nani? Kwa majina ni Justus Miruka. Muislamu Kristo? Mimi ni Mkristo. Asante. Swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Mimi ningependa kuulizia Waislamu kwa upande wa ndoa. Sababu nimetembea na nimeuliza wengi wameniambia kwamba Muislamu ameruhusiwa kuoa bibi zaidi ya mmoja. Je, kulingana na agizo la Mungu ni vema
Ni vizuri mtu akiwa na nguvu anaongeza nguvu za kiume, lakini kama una nguvu ya kiume unabaki na kamoja baba. Kwa sababu kukaa na wake wawili ni kazi. Alafu sikiza, nakupa mawaidha. Kukaa na wake wawili ni kazi, alafu kuwalisha pia ni kazi. So inahitaji uwe na nguvu ya kiume na uwe na nguvu ya kifedha, unaweza kuwalisha vizuri na kuwaweka vizuri. So kuoa sio jambo la kawaida tu, ina uwezekano. Na wakati wa Musa watu walikuwa wanaoa na inakubalika, haina wasiwasi wowote. So swali yako halisi ni gani? Wewe unaweza mmoja ama wawili? Haya basi, wewe una nguvu za kiume vizuri? Basi mimi acha nikuulize swali langu. Leta. Mbona basi Mungu akamuumbia Adamu mwanamke mmoja? Mungu wakati alimuumbia mwanamke mmoja, watoto wa Adamu walitoa watoto wa kuoana wapi? Hebu nipe hiyo habari. Unajua kwa Biblia wanaume wametajwa bila kutaja jina la wanawake. Wala sina shida. Kwanza tuelewane. Wewe umeniambia Adam ameumbiwa mwanamke mmoja, sawa? Tumekubaliana. Sasa wakati walizaa watoto, hao watoto walitoa wake wa kuoa wapi? Hebu nieleze. Hao watoto walitoa wake wa kuoa wapi? Basi Mungu kupitia kwa ule usawa wa Adam aliwapea wanawake. Kuwapea wanawake aje? Aliwapea wanawake kupitia kwa ule uzao wa walitoka wapi? Hatukuwa tumeelezewa kwa Biblia. Kaini mke kwa mfano. Kaini mke alitoa wapi? Kaini mke alitoa wapi? Kwa Biblia hatuchaelezewa. Mimi mwenyewe sijafahamu. So hujui hata saa hii? Hiyo sijafahamu mpaka kwa leo. Unaona. Ndio ngoja hakuna shida, ndio nataka nikueleze. Mungu alimuumba Adam na Hawa. Katika vitabu vya Kiislamu, katika hadithi tunaelezwa Adam na Hawa walikuwa wanazaa mapacha. Anazaa mapacha kijana na msichana, anazaa mapacha kijana na msichana. Haa pacha ambao wamezaliwa wakati moja wanaharamishwa hawezi kuoana, wanaoana na wale pacha wengine. So walikuwa wanaoana brother na sister. Sasa wewe ukubaliki kuoa sister yako. So mwanzo ilikuwa imekubalika kuoa sister, kwa sababu watoto wa Adam walioana wenyewe kwa wenyewe ndio watu wa multiply katika dunia. Kwa sababu wewe huwezi niambia Mungu ameumba Adam na Hawa, alafu Hawa amezaa Kaini na amezaa Abel, alafu Kaini amemuua Abel, alafu Kaini ameenda katika nchi ya Nodi ameoa, ametoa msichana wapi? Na wakati watu ni watatu wamebaki duniani. Sasa wewe hiyo yenye umesema imenakiliwa wapi katika? Nimekuambia ulikuwa mnasomea wengine hapa. Nisomee mahali ilikuwa inasema Mungu alipomuumba Adam mke wake alikuwa anachifungua mapacha. Hiyo nimekueleza ni katika nisomee kwa Biblia sababu wengine kwa Biblia nimekuambia hakuna. Kwa Biblia inasema tulia kidogo. Uniambie kwa Qur'ani sababu ni ngoja kidogo. Sikiza nikwambie. Nataka tuelewane vizuri. Tuelewane vizuri. Ngoja kabla hujaelewana. Nataka tuende mbele ndio tumalize hiyo. Unipate na mimi. Allow me to express myself. Nikubarie kwanza. Tunaposoma tuliambiwa ya kwamba Adamu alipopewa yule Hawa alisema huyu atakuwa nyama kwa nyama zangu. Na unapoangalia Adamu alikiri kwa Mungu ya kwamba atampenda yule mwanamke. Unapoangalia katika Ukristo na kitabu cha Biblia katika kitabu cha Mhubiri. Niendea katika kitabu cha Mhubiri. Sasa usaa Luka ile mada nyingine ndio ya kuoa. Hapo ndio nataka nikuelezee. Hakuna shida. Mimi najua tu wewe unasumbuliwa na wale wanaoa wake wawili na ni kwa sababu wana nguvu na uwezo. Unajua? Na hii wacheni waambie ukweli. Hii imeletwa na wazungu. Waafrika wote walikuwa wanaoa wake zaidi ya moja. Hapa kuna Wajaluo, kuna Wakikuyu, kuna Waluya. Hata Waluya saa hii ni ngumu sana upate mtu anaoa mke moja. Hii ni wazungu wamekuja kwa ajili wanataka idadi ya watu iwe chini. Nani ndio nakueleza. Ameandika Biblia. Kwani ni nani? Yeye ndiye ameleta hiyo sheria. Nani ameleta hiyo sheria? Sio Mungu. Yeye ndiye ameweka hiyo sheria. Ameandika Qur'ani. Qur'ani nitakuonyesha. Nani ameandika basi? Nitakuonyesha saa hii. Usiwe na wasiwasi. Ndio ninakueleza hivi. Hii kuoa mke mmoja hata sio mada ya kushinda tukiongea. Ukirudi nyuma tu babu zetu, hata sio babu zetu, hata wengine wanakufa juzi. Kama kiongozi mmoja alikufa anaitwa sijui ni Jirongo, alikuwa na wake 4 inajulikana. Na hawa viongozi wengi wanajulikana wanawake 2 watatu kwa sababu wana nguvu ya kiume na wana nguvu ya mali. Lakini wewe kwa sababu unafuata mzungu. Ulipomwoa mke wako wa kwanza, ulipomwoa mke wako wa kwanza, ulimwahidi ya kwamba utakaa pamoja naye? Kwani lazima nimwahidi yeye?
Yaani wewe unaenda lazima uende kumwahidi. Wewe ndio unajua na unatulia. Alafu acha nikupe siri. Yaani wewe unaenda kumwahidi mke ati lazima nitakaa na wewe nitaishi nawe. Kwani wewe ndio tulia wewe? Kwani nilikuwa nimekuambia usikilize mwalimu huyu kaka namshangaa mno. Kwanza unapooa mwanamke wewe unakuwa ndio kiongozi wa ile boma. Sawa? Wewe ama Mungu wako? Wewe ndio kiongozi wa boma yako. Mwanaume ndio kiongozi wa boma yake, ndio kichwa ya boma yake. Haya basi, hiyo ni sawia na Korani, lakini kwa Kristo tunasema Mungu asipolinda mji, atakayelinda atafanya kazi ya bure. Wanielewa? Hiyo ni boma. Nataka tumalize hii mada. Kuna mahali katika Biblia inasema ukioa wake wawili ni dhambi. Tumalize tu. Ndio maana nimekuuliza, haja kuniekea Biblia. Ndio maana nimekuuliza kwamba mbona mnalao kwa mwanamke, yani mtu kuoa bibi zaidi ya mmoja, ama unapenda kupea mke wako talaka, ambapo kwa Biblia mimi kama Mkristo maybe uniconfuse kwa Kiislamu kwa Korani yenu. Nianzie na kitabu cha Mhubiri ambapo nilikuwa nimekuambia kwanza swali sijajibu. Unaona unakoroga. Ngoja nikimaliza ndio unijibu swali lako lenye unataka kunijibu. Fungua kitabu cha Mhubiri maana nilikuwa mfungulie Mhubiri. Mhubiri ngapi? Nifungulie 5 usome 4. 5:4. 5:4 Mhubiri mwalimu wangu nasema, wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikaiwe kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo uliweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Haya basi, kiachia hapo. Sisi kama mimi nikisema mimi kama Mkristo niko na nguvu za kusavu wanawake kusaidia mmoja, lakini nilipomwekea Mungu nadhiri nilisema kwamba ambaye amenipea nitakaa pamoja naye. Nimeweka nadhiri kwa Mungu. Nitakapoondoa ile nadhiri ni sawia na mimi kuwa mpumbavu, sababu Mungu hawi radhi na wapumbavu. Kuna kitu hujaelewa. Hakuna mtu anakulazimisha uoe mke wa pili. Sasa wewe ni chuki uko nayo kwa wale wanaoa wake wawili, kwa sababu wewe hakuna anayekuambia uoe. Sasa pilipili, ngoja kidogo. Unajua kaka, mimi sijampata nini yake. Tulia. Huyu mimi namshangaa. Kama wewe huna uwezo wa kuoa wake wawili, usionee wivu ambao wana wake wawili. Ibrahimu alikuwa na wake 3. Sasa tulia. Suleimani, tulia, naenda pole pole, hata sitaki niende kwa hizo aya zote. Suleimani alikuwa na wake 1000. Sasa yeye alikuwa na uwezo. Daudi karibu 10. Daudi sijui alikuwa na karibu 10. Sasa wewe huwezi kusikia uchungu kwa mwenzako ambaye ameoa zaidi. Alafu Biblia inasemaje? Isaya 7:1. Siku za mwisho hata watakuja 7 na waseme utuoe. Sasa inasema 4:1 baba. Ilikuwa imenitoka 4:1. Wewe hutaki watu wajinafasi. Yaani wewe unataka wanawake wazini wakati wanawake ni wengi, na ndio unaona kuna wasichana wadogo ati wanaitwa single lady. Alafu wanazaa, najiulizanga wanazaa watoto wanatoa wapi? Kumbe ni wewe tu unapeleka pale ati single parent. Single parent anatoa watoto wapi? Haya, wewe umesema ni single lady. Ndio nauliza. Hakumpata mtoto kwa yeye peke yake ama kwa Roho Mtakatifu? Unatembea usiku kukiwa na katiza. Nasema 4:1 because he's parenting that child alone. Ngoja, ataparent aje mtoto peke yake wakati kuna yule alimzalisha? Ndio maana umesema si single lady, ni single parent because hakuna mtoto peke yake. Inasema hakuna mtu anaweza pata mtoto peke yake. Watu wanapata watoto wakiwa hakuna yeye peke yake, baba yake yuko kando. Si single lady. 4:1. Wewe inaonekana ndio kazi yako inasema mwalimu wangu, na siku hiyo wanawake 7, Biblia inasema siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema. Yaani wanawake 7, wacha unaona wetu 4. Wanawake 7, Biblia inasema watakuja kwa mwanaume mmoja, wanasemaje? Tutakula chakula chetu. Wao watakuwa wanakula chakula chao na kuvaa nguo zetu wenyewe. Lakini tuitwe na jina lako, utuondolee aibu yetu. Yaani wanawake usidhani wanawake ambao hawana bwana wanafurahia, wanakuwa na aibu. Ndio watakuja wanawake 7 wanaambia mume mmoja, sisi tunataka tu tuondolee aibu zetu, ili ule mwanamke asemekane huyu ni mke wa fulani. Sasa wewe usione hapa jamkubaria. Wanawake 7 watakapokuja kwangu nitachagua mmoja kama sikuwa na bibi. Nikataa wengine.
atakapomkubalia watakuja. Huyu ni Samuel, huyu ni Samuel elewa. Hakuna shida, hakuna shida. Wewe hakuna shida. Kabisa. Wala sina shida. Kubalia asipokuwa Muislamu kama wewe hawakubalie, Mkristo kama mimi nitakapoja kuwa mmoja na nitoane nadhiri kwa Mungu ya kwamba nimekubali huyu nikae na yeye au wengine sitahesabiwa. Hakuna shida. Sasa hivi uko na wangapi? Mimi ni mmoja. Kabisa. Naam. Basi ridhika na huyo wako mmoja. Wacha sisi tuoe na usisikie uchungu tukioa. Kwa sababu ngoja. Kumbukumbu baba 21:15. 21:15 kumbukumbu la Taurati. Pole. Tukumbe kaka yeye anatuonea wivu. Hawa wasichana ni wengi. Na wasichana ni wazuri. Huyo anataka tuende kusema tukogea ati tunaoa wanaume wenzetu. Wacha tuoe wasichana, ukiwa na uwezo oa wawili. Ikiwa una uwezo oa watatu ili uondolee wanawake kukaa peke yao. Ndio unaona ukimwi inakuwa mingi. Kama wewe una uwezo, wewe oa wawili. Huyu anaogopa mke wake. Sikiza habari inasemaje? Akiwa mtu sikiza Musa anatuambiaje? Sasa ni Biblia. Musa anasemaje? 21:15. Akiwa mtu yuna wake wawili. Kumbe Musa anatuambia mtu akiwa na wake wangapi? Wawili. So Biblia inakubali uwe na wake wangapi? Huyo ni nani amesema? Ni Musa. Musa alikuwa anapewa maneno na nani? Na Mungu. So Mungu anamwambia Musa ikiwa mtu ana wake wangapi? Wawili. So Mungu anakubali mtu anaweza kuwa na wake wangapi? Ikiwa ana wake wawili. La chini inasema nini? Teremka chini. Mmoja ampenda, mmoja ampendi. Kumbe hawa wanawake wawili akiwa ako naye na anampenda mmoja na mwingine ampendi, teremka. Nao wamemzalia watoto. Na hao wake wawili wamemzalia watoto. So Mungu anakubali kwamba huyu mtu ana wake wawili. Musa yuanena yeye akisema kwamba ikiwa mtu ako na wake wawili na hao wake wamemzalia watoto akafanya nini? Teremka. Ampendaye na asiyempenda wote wawili. Na yule mzaliwa wa kwanza akiwa na mke asiyependwa. Ndipo itakapokuwa ya kwamba siku atakayowaridhisha wanawe alivyonavyo, asimweke mwana wampendaye kuwa mzaliwa wa kwanza mbele ya mwana asiyempenda. Unasikia? Sasa naambiwa wakati ataenda kuwaridhia mali, asichukue huyu anayempenda. Niwaulize, mke anayependwa ni wa kwanza ama ni wa pili? Yeyote tu. Yeyote. Anayependwa? Yeyote tu. Yeyote tu. Kwa Wakristo. Mwanamke, ngoja nikueleze, wewe inaonekana hata labda hujaoa. Mwanaume ili apende mwanamke, hapendi mwanamke kwa sababu ndio wa kwanza. Anapenda mwanamke anayemridhisha mume wake na anafanya mume wake atulie. Unaweza oa mke wa kwanza akawa anakukorofisha, wanaume hawapendi kukorofishwa. Akaoa mke wa pili akawa anamtuliza, akiingia anamwambia my baby, karibu, acha nikutoe koti. Anamwambia utaanza na maji ama unataka juice. Unaona? So mwanaume anataka kuridhishwa, yani kutulia, mahaba. Ambara vizuri Lakini akiingia kwingine anaambiwa wewe hukununua nguo, hukufanya hivi, anakorofishwa mpaka kichwa inamuuma ule bwana. Hawezi mpenda yule kwa sababu anamkorofisha. Kwa hiyo yenye ulikuwa umenisomea, naomba nikurudishe kwa wao wanawake wenye unaniongelesha. Angalia kwa Korinto ya kwanza. Angalia kwa Korinto ya kwanza. Nifungulie. Ngoja kwanza. Hebu karibu dada. Wala mimi sina shida na wewe. Usiende. Sina shida na wewe. Wacha tusikie dada naye atoe yale ya kwa roho. Huyu kaka yeye amesema anataka kuoa mke mmoja na tumemruhusu. Lakini asiweke baria kwa watu ambao wana uwezo wa kuoa wake wawili. Usiwekee watu baria, wacha watu wao. Na ndio nikakuambia tulia kwanza. Tulia dada. Yes. Ngoja kabla hujatoa siri. Kuna makosa unaona mume akioa wake wawili? Hakuna makosa. Kumbe dada anasema hakuna makosa. Huyu anasema kuna huyu utamuelewa namna gani? Yaani wanawake wanakubali, tulia wewe. Wanawake wanakubali waongezwe. Lakini kaka anakataa kwa sababu wanawake wanajua ni wengi. Lakini kaka anasema hataki. Sasa kama hutaki wewe baki na kamoja. Haya. Tulia kwanza. It depends kama mwanamume atalinda familia yake vizuri. Kabisa, na ndio tunasema
Karibia hapa usiondoke. Na hiyo ndio kitu tumezungumza hapa. Nimesema mwanaume asidhubutu kuoa wake wawili kama hana uwezo mara mbili. Hana uwezo ya nguvu ya mwanaume na hana uwezo ya kulisha hizo famili mbili, kwa sababu katika Uislamu haufai mwanamke kuambiwa atienda ukafanye kazi ulishe watoto. Hapana, Bwana ndiye anafaa analisha watoto na anaweza kukumudu kila kitu. So kama ana uwezo ana ruksa, kama hana uwezo anaambiwa abaki na mmoja. Menipata vizuri? Ine tatu Qur'an. Hebu msomee dada aone. Ine tatu Qur'an. Na mwanaume kazi yake ine tatu. Angalia hapa kwanza. Nataka nikuonyeshe dada. Usione ati tunakuja wala hatujaambia watu hata mke mmoja. Tulia, utaleta tu. Wewe shida yako ni mke tu. Wewe shida yako nimeona ni mke. Ine tatu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hebu sikia hiyo Qur'an. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Basi oweni mnaowapenda katika wanawake. Maadamu mtawafanyia insafu. Maadamu mtawafanyia insafu. Yani kama uko na uwezo utaweza hao wake. Malizia. Wawili. Unaambiwa unaweza wawili au watatu au wanne tu. Malizia. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu. Na kama huna uwezo basi oweni mmoja tu. Qur'ani saa kuambia usije ukaoa wake wawili na kumbe uko huku. Kwa nini? Huwezi hata kulisha huyo mke mmoja. Oa huyo mmoja peke yake. Tutakufungulia, lakini naona shida yako ni mke tu. Nataka kuoa. Utatoka tu, usiwe na wasiwasi. Karibu cheo. Wewe sababu ulikuwa unawajana na wengine. Wewe uweze kutodictate. Wewe ni mwalimu na wewe enda shughuli zako. Mimi wananiita Salim. Wananiita Brian. Asante sana. Brian, Muislamu Kristo? Mimi siandi dini yote. Siandi dini yote. Uendi dini yoyote. So wewe sio Muislamu, sio Mkristo? Ni Mkristo. Asante. Swali gani ungependa kuuliza? Nilikuwa nauliza aje hiyo mambo ya ndoa. Mmesema eti mtu ako na uwezo wa kuoa mabibi watatu, wanne, mmoja. Na Paulo na yeye anasema ya kwamba kuna uwezekano mtu aoe bibi mmoja. Yeye hakuoa kwanza. Sasa mtu ambaye hajaoa hawezi kupa advice ya kuoa. Mtu ambaye ameoa, hii ndio mna makosa makubwa. Huwezi saa hii umeoa, ukikosana na mke wako, huwezi kwenda kuomba ushauri kwa mtu ambaye hana bibi. Ni makosa. Kijana hana mke. Katika desturi yetu, hata kwenye tumelelewa, mimi nimelelewa Central Province, sawa Mkikuyu, tulikuwa tunaambiwa usaoa ukitaka ushauri nenda kwa mzee mwenye ameoa. Huwezi enda tena kuomba ushauri kwa mtu hajaoa. Sasa Paulo hakuoa. Sasa mtu ambaye hajaoa hawezi kupa ushauri wa bibi. Sasa nikuulize swali. Leta. Mnasema Paulo hakuoa, kuna uwezekano kama alikuwa na mtu mwenye alikuwa anachumbia lakini hawakumwestacha? Hatujui. Una swali lingine? Sini ya bachara. Swali jingine. Hivyo mimi niende. Hakuna utaki nimalizane na lao. Tusamaliza na wewe. Tumesema uende uoe mmoja tu, hakuna shida. Tumekubali. Mbona umekataa usinisomee kitabu cha Wakorintho? Tutakusomea, usiwe na wasiwasi. Padaki unarudi pale pale. Huyu kaka shida yake kubwa ni moja. Amesema yeye ana chuki na watu anaoa bibi wawili. Yeye anataka aoe mke mmoja na hatujamwambia asioe. Si aoe tu. Kabisa akae na moja. Hakuna mtu amemwambia ongeze. Sawa. Paulo pia amesema maneno ya Mungu. Mlikuwa mnasema eti. Sasa swali yangu, ngoja kidogo. Na watu wasinini. Sisi hatujalazimisha mtu kuoa wake wawili. Ieleweke. Yeye amesema uwezo wake ni mke mmoja. Tukamwambia right and good. Oa mke mmoja. Shida iko wapi? Sasa yeye anashinda akiniambia nyinyi Waislamu naoa wawili. Wakati sisi hatulalamiki. Yani ngoja kidogo. Sisi ambao tuko na wawili au watatu hatulalamiki. Yeye ako na mmoja, si akae na huyo tu mmoja. Mimi hata sioni hiyo maada ikiendelea. Kama mimi nitakuja kuoa mabibi 16. Huyo naye anasema ataoa 16 kwa uwezo wake. Hatuwezi fanana. Na hii dunia kuna watu wanaendesha trailer, kuna mtu anaendesha tuktuk. Sasa hawa watu hawezi fanana.
Unataka sasa wewe usinini. Haya, uko na swali lingine? Maana maswali naona mingi sana. Nauliza swali yangu. Kuna kitu yenye naonanga makanisa ya siku hizi, hiyo yenye imesababisha hadi mimi nimechukia mambo ya dini. So mimi ningechua dini ya ukweli, ningeenda huko nifanyie Mungu. Lakini siku hizi kanisa, kwa sababu kanisa zimekuja ambazo zinadanganya watu, wengine wamekuja wameweka bodi kwa nini hapo mbele mahali hawataki waone ndani. Sasa mbona hayo yote yanatendeka? Kanisa wanagao. Sasa kuna denomination mingi kwa kanisa siku hizi. Ziko nyingi kwa sababu kila mtu anatafuta pesa yake. Sasa hivyo Mungu anawaambia aje? Qur'ani inasema je? Biblia inasema? Qur'ani saa tueleza dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Na dini ya Kikristo sasa itakuja kuhesabiwa wapi? Dini ya Ukristo sina habari. Kwa sababu Paulo mwenyewe ni Mkristo. Na Waislamu wako ni dini ya Kiislamu iko na dini ya Kikristo iko. Sasa dini ya Kikristo iko kwa kusema kwako, lakini katika maandiko haimo. Sijapata dini ya Kikristo. Sijapata kwa maandiko. Si Paulo alikuwa Mkristo? Sasa alikuwa yeye Mkristo, lakini kusema Ukristo ni dini haimo katika maandiko kakangu. Labda kilikuwa chama cha kisiasa, huwezi jua. Mimi nisome mahali nasema Qur'ani ndio dini ya ukweli. Sio Qur'ani ndio inasema dini ya ukweli ni Qur'ani. Uislamu ndio dini peke yake mbele ya Mwenyezi Mungu. 3:19 Qur'ani. Hapo nimsikie dada pia. Mtu yote ana swali. 3:19 Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila shaka dini ya haki Uislamu. Ndio hiyo. Bila shaka dini ya haki mbele ya Uislamu, mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Tusaambiwa na Qur'ani. So karibu sana katika Uislamu. Nafasi. Karibu. Ngoja naye nimsikie huyo. Maanake leo maswali naona mingi. Tulia hapa. Mimi wananiita Salim. Huyo taslimu huyo kwanza atakuwa Muislamu mzuri. Utakuwa Khadija. Basi kama wanakuita nani dada? Naitwa Rose. Wanakuita Rose. Muislamu, Mkristo Rose? Mkristo. Mkristo, haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi mbona kuna Biblia na kina nani nyinyi mtumie Biblia? Si hatutumii Biblia kwa msikiti, tunatumia Qur'ani. Biblia tunakuja nayo kwa wale watu ambao wanasema wanatumia Biblia na labda hakubeba kopi yake. Unanipata vizuri? Ndio hiyo. Kama basi Biblia siongelea Ukristo, sivyo? Sijaipata mahali Biblia inazungumza ati kuna dini inaitwa Ukristo, sijaipata. Tangu nianze kufundisha sijaipata. Biblia inaongelea nini basi? Inaongelea nini? Biblia sijajua inaongelea nini haswa, kwa sababu haijazungumzia kuhusu Ukristo, inazungumzia mambo sana huwa ina mention Waisraeli. Yaani sana inawazungumzia Waisraeli. Swali langu ni pale penye Mungu aliumba Adam na Eva, sivyo? Adam na Eva. Yaani umerudi pale sehemu ya kuoa, si ndio hiyo? Asante dada, nataka tuwe wawazi, tusidanganyane. Unajua sisi ni sijafika pale pa kuoa siku. Mungu aliumba Adam na Eva. Eva akazaa Kain na Abel. Pale pa mke wa Kain na Abel, mbona hakuandikwa kwa Biblia ama kwenye Qur'an? Biblia inasema Kaini alienda katika nchi ya Nodi akaoa. Sasa swali ilikuwa inauliza alipata nani huko ndiye akaoa. Unaona? Sasa ndio tunashindwa. Yaani haiko alikuwa amezaliwa na nani? That means Biblia inatuonyesha kulikuwa na watu wengine walikuwa wanaishi kabla ya Adam. Unaona, kwa sababu alienda katika nchi ya Nodi. Na nchi inakuwa nchi kwa sababu kuna watu wanaoishi katika ile nchi ndio inaitwa nchi. Unanipata vizuri? Yaani watu wakiwa wanaishi huko ndio hata inanemiwa nchi ya Nodi. Unanipata vizuri? So katika hapo hata wale wana theolojia wamejaribu kutafuta wakakosa. Yaani hawako clear namna ilivyokuwa namna hivyo. Unanipata vizuri? Nilikuwa nadhani unarudi katika swala la kuoa. Swala la kuoa kwa sababu tunaishi hapa vijijini na tunajua sana. Kuna mtu ana mke lakini ana mpango wa kando. Kweli uongo? Usiogope. Unajua sisi wote wa Kenya tunajua. Kuna mtu ana mke wake na ana mpango wa tunajua. Mpango wa ni kweli tunajua hizi ni vitu inatendeka. Badala ya hizo ndio unaona Mungu anasema badala uwe na mpango wa kando, kama una uwezo oa wake wawili kuliko uzinifu. Kwa sababu uzinifu kwanza, uzinifu inaleta ufukara katika boma. Unapata vizuri? Qur'ani inakubali wanawake wapigwe
Kwa Qur'ani inakubali wanawake wapigwe kweli. Wewe ulikuwa unataka usipigwe? Kwa nini? Kwa nini? Wewe uko unataka upigwe kabisa? Kwa nini? Sasa mtu ambaye hakosei ndiye hapigwi. Kwanza ujue wewe unapoolewa unakuwa katika boma ya bwanako. Bwanako ndio kiongozi wako pale kwa ile boma. Akikuambia usitoke, ufai kutoka, kwa sababu chochote kikitokea wewe ndio utaulizwa, sio wazazi wake. Nielewa vizuri eh? Sasa unaruhusiwa kupigwa? Huwezi pigwa kama hujafanya makosa. Wewe mtu anaweza toka huko tu akuja akupige bila makosa. Lakini si watu wazima. Kwanza mnafaa mnazungumza, mnamaliza mambo yenu, mnakaa chini, mnaelewana. Lakini sasa wewe unaenda kuzungumza, mtu unaambia umguze kidogo tu arudi laini. Na kuna wake wengine hata usipomguza atahama aende kwao. Aseme ule bwana wa aina gani? Hata hawezi nichapa bana. Hivi na mimi unamguza mke wako. Pia unamguza mke wako. Sasa unamguza wakati amekosea kabisa, lakini kama akosea utamuuliza nini? Ni makosa makubwa sana. Ni makosa makubwa hiyo ikifika hivyo. Umeongea na watu wake, umeongea na nini? Sawa. Mbona vizuri na ndio unaona unaona wazazi wetu, baba zetu walikuwa wakichapa mama zetu. Unanipata vizuri Kimbia kwao alafu tena na wanakimbia kwao alafu wanarudi siku kadhaa. Na ukiona mtu anakaa lakini sio vile unavyodhania. Na ndio unaona Kenya wakati tuliondoa kijiti kwa shule ndio watoto wetu wameharibika Kenya. Wakati tuliondoa kijiti kwa shule ndio watoto wetu waliharibika kabisa. Kwa sababu ukipiga mfano wakati sisi tukisoma tulikuwa na adabu. Leo saa hii unaweza patana na mtoto akutukane kwa barabara, kweli uongo? Wakati wetu unaona mzazi unamuondokea kwa sababu unamuheshimu. Sisi tumeingiza uzungu, kitu inaitwa demokrasi. Hii ndio imetuharibia nchi kabisa. Yaani mtoto na mtu mzima wamekuwa the same sasa. Naambiwa pia muda nayo imekimbia sana. Sijui kama utapitia kesho mapema. Ulikuwa tayari kusilimu? Ama uko tayari kusilimu? Kusilimu ni free. Utapigwa. Yaani wewe utapigwa kwa sababu wewe ni mke mzuri. Naambia vizuri? Tena mtiifu. Yaani yule mke ambaye anakorofisha, angalia wewe ni bwana, umetoka asubuhi, umeenda ukafanya kazi, mke umemwacha nyumbani, lakini anapika saa 6 ya usiku. Na kila kitu umemwekea pale. Pesa ya kupika nini, kila kitu. Naona lazima umuulize, mbona kunaenda hivi? Yaani nije nimetoka kazi asubuhi nimekuja mpaka saa 6 ya usiku. Au umemwachia pesa ukakuta kwamba zote amepeleka huko? Ameenda kamari, zote ameenda kucheza kamari. Utamsamehe? Unamsamehe mara ya kwanza na ya ngapi? Mara ya 3. Na ya ngapi nyingine? Lazima umsue kidogo ndio aache hiyo maneno. Lakini hakuna ile vita inaambiwa. Kwanza katika Uislamu uwezi piga mwanamke kwa uso wala nini, ni ile tu unamguzaguza kidogo alafu unaweka mapenzi kwa wingi. Piga kwake katika sheria tumeambiwa tumpige na mwisho wa kanga. Unaona mwisho wa kanga tena ni kitu iko vizuri sana. Unafikiria kitu ambacho kitasababisha afikirie huyu mtu ameniona kabisa. Na nipata vizuri. Alafu heshima inaingia katika boma. So kesho mapema unaweza kuja na kuwa na swali, njoo mapema. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.